Hii. Watu wamenyamaza, watu hawaongei. Watu wamenyamaza vizuri. Christmas inawapelekaje? Hata kama ni hivyo, acheni kunyamaza hivyo. Sisi huku ni kuchapa kazi, by the way. Tunafurahia kwa kazi. Kila siku ni sikukuu kwetu, na kila siku ni siku ya kazi. Sisi tunaishi hivyo. Mambo zingine, sikukuu ni venye unaitakia tu, but tunashukuru kwa kuwa tuko kazi for now. Kwanza ningetaka kuwashukuru nyote ambao mmesubscribe na mnashare. Kila mtu ambaye anashare video zangu, na mwenye ana subscribe, na mwenye ana comment, na mwenye anafinya notification bell, nasema thank you so much, so much, so much. May God bless you so much for hiyo love yenu. Nafurahia. Na mwache kunyamaza hivyo. Yaani hamko serious. Umenyamaza. Dunia imenyamaza. Kenya kumetulia. Yaani hakuna yaani kumetulia vizuri. Hata mtu anaenjoy. Okay, so leo kumekuwa na news fulani ambazo zimetuma watu waniulize maswali mengi. Watu wananiuliza, GMO inamaanisha hatukuji Qatar. GMO inamaanishaje? So leo kumekuwa na news fulani ambazo zinasema leo 6, was it 6? I think 6 on 26th 6 PM kutoka 6 watu watakuwa watu kutoka Kenya na nchi zingine zimekuwa kwa red list ya Qatar. That means kuna mambo tofauti ambayo yamechange automatically. Mambo yamechange tofauti. Okay, kuwa kwa red list haimaanishi kwamba watu hawata travel. Msiogope. Haimaanishi hivyo. Hii inamaanisha wana tighten zile njia zenye COVID ingepita. Wana tighten. Watu wenye wangekuja na COVID wana tighten. Unanipata? So hivyo ndio inamaanisha. So Kenya, UAE, Jordan, Lebanon, Turkey na Saudi Arabia. Hii inamaanisha wote wenye wanakuja wanafaa wapite ama wapite condition fulani ili waweze kukubaliwa ndani ya nchi. So kuna mambo kadhaa ambazo mtu anafaa kufanya, na nitaenda nikizitaja faster mwenye ako keen ajue. Na kama saa hii, kama unajua vizuri ungetaka kuja huku kazi direct, maybe ni unajisimamia accommodation na nini, my friend, I don't advise you to do this, kwa sababu inaweza kucost bro. Unaweza koma. Nitakuja kupena reasons za hiyo maneno, bora nikasema hivyo, na nikisahau mtu anikumbushe hapo, sio leo but kwa video nyingine. So kwa red list inamaanisha kwamba lazima mtu awe vaccinated, na kama si vaccinated awe amepita kuna vile, kama uko vaccinated kuna zile vitu zenye wafaa kwa unapitia. Mbeleni tulikuwa kwa green zone haikuwa na mambo mengi. Green zone ni uwe vaccinated, utake PCR na mambo ishe. Ona, but saa hii kila mtu ako lazima ukiingia huku uingie quarantine hata kama uko vaccinated. Na wacha tupitie mambo kadhaa tuweze kujua ni nini hiyo. Ndio mtu akija huku awe akijua tu. Ni vizuri mtu akuwe careful. So lazima mtu awe lazima ujue kuwa kwa red zone haimaanishi kwamba haukuji. Kujeni tufanye kazi. Na si nyinyi mnagharamia hii mambo yenye mingi natajwa hapa. Bora ukitoka Kenya, mambo na quarantine huku ni kampuni na kusimamia. So hiyo ya huku isikustue. Wewe jipange huko na maagent wako na nini ufike Qatar. Ukifika Qatar, but kuna PCR test ambayo unaweza fanywa kwa airport. So hiyo ujue
either ujisimamie ama usimamiwe na mwajiri wako. So you must make things clear before ufike hapa. So lazima mtu awe na Etheraz, tunaitaga Etheraz app. Hii Etheraz app inamaanisha lazima uwe na simu ya touch yenye itaweza download hii Etheraz app uweke kwa simu. Na hii Etheraz app kama hauko vaccinated ita turn into yellow. Kama uko vaccinated itakuwa green. That is kama umekuwa vaccinated mostly in Qatar itakuwa hivyo. Hiyo kitu ingine ni kama umeingia hapa lazima uwe na line ya Qatar ili ile app iweze kukubali kufanya kazi. Na hiyo line ya Qatar unanunua 1000 ya Kenya ama $10. So lazima uwe na $10 kwa mfuko ukifika hapa. Kitu ingine lazima uwe na PCR test yenye imekuwa taken 3 days before 3 days expire. Lazima ufanywe ile test ya mapua PCR. Lazima ufanywe hiyo, na lazima uwe na copy ya kuonyesha kwamba umefanywa PCR test. Okay, wakati umefika huku kuna examination. Unaweza fanywa examination 50-50. Wakikushuku watakufanya examination. Hii examination unakuuliza ulifudungwa wapi, ulifanywa nini. Wakinote kama haujafanywa examination utafanywa kitu inaitwa antibody test. Utafanywa kitu inaitwa antibody test. Hii antibody test ina detect kama umedungwa vaccine. Kama hujadungwa vaccine yoyote bro, quarantine. Tunasikizana? Kitu ingine lazima uonyeshane vaccine certificate. Hii vaccine certificate lazima iwe imeandikwa na Kizungu na Kiarabu. But hata kama imeandikwa na Kizungu sioni kama kuna big deal. Hiyo sioni kama kuna big deal sababu Wakenya wengi wajui kuna hii kitu inahitajika. But I think kama uko nayo itasaidia, sababu unajua huko watu wengi ama airport unaweza pata wakubwa wajui kusoma Kizungu. Wajui kusoma Kizungu, so inapata ni ngumu. Lazima uwe mabukiwa quarantine. Saa hii ukija kutoka Kenya lazima uwe mabukiwa quarantine. Okay, kuna watu wananiuliza kama haujakuwa vaccinated kunaendaje? Haimaanishi pia hautasafiri, utasafiri, but kama hauko vaccinated lazima uende quarantine. Kitu ingine watu wanauliza, na sasa juu vaccine ukidungwa nasikia unapata corona. Ukipata corona kunaendaje na uko vaccinated? Okay, kama umekuwa vaccinated na uko na corona, umefanya PCR test na umepatikana uko na corona, hiyo haimaanishi kwamba utatravel, but corona yako vaccine yako lazima imebakisha 14 days kuja hapa. Ulidungwa corona vaccine before corona imekupata, tuseme siku ya 20 after kudungwa, ikikupata hiyo inamaanisha na umedungwa dosi zote mbili. Hiyo inamaanisha kwamba uko vaccinated, so hakuna kusumbuliwa. Hiyo ingine ni mambo na quarantine. Quarantine waweza enda quarantine ya kampuni, waweza enda kwa quarantine ya nyumbani, vitu kama hizo. So lazima pia ukifika airport lazima mtafanywa hiyo PCR test. Ukiwa uko na signs za corona, kama uko na signs za corona lazima utaenda quarantine bro. Na ukiingia kama quarantine kama hapa kuna madaktari wa kupima hizo corona. Ukipatikana nayo unaongezewa siku. Kama umeongezewa siku na umejilipia, so itabidi ufanye nini? Uongeze do. Ukipatikana na signs, ukipatikana antibodies zako hazionyeshani kwamba umedungwa COVID. Kuna watu wengine wamedungwa COVID zingine, so tunataka tujue COVID zenye zinakubalika hapa, sababu si COVID zote zinakubalika. So kuna Pfizer, lazima uwe umedungwa dose 2
kuna Moderna lazima uwe umedungwa dozi 2. Kuna AstraZeneca lazima uwe umedungwa 2. Kuna Johnson na ama Johnson and Johnson lazima iwe umedungwa dozi 2. 1 dose. Johnson and Johnson ni 1 dose. Kuna Covaxin lazima ziwe 2. Sputnik 2. Sinovac lazima 2, na Sinopharm lazima uwe na dosi 2. Ukiwa na hizo dosi zote venye nimezitaja, wacha nirudie. Pfizer 2 dose, Moderna 2 dose, AstraZeneca 2 dose, Johnson and Johnson ama Janssen lazima uwe na 1 dose, Covaxin 2 dose, Sputnik 2 dose na Sinovac na Sinopharm 2 dose each. So lazima uwe na hizo vitu. So kama umedungwa hizo na iko sawa. Kama umedungwa vaccine nyingine kando na hizi na umedungwa ya Moderna 1 na umedungwa Pfizer 1, hiyo unakuwa considered kama umedungwa. That means ile nyingine ulidungwa 2 ukapewa booster shot ya Pfizer ama Moderna, unakuwa considered kama mtu vaccinated, yeah? Okay, kama uko fully vaccinated outside Qatar, na lazima ukuje na hiyo certificate ya kuonyeshana kama umekuwa huku hamna shida. Lazima ile certificate ionyeshane vaccine, ionyeshane date yenye ulidungwa, iwe imeandikwa na Kiarabu kama venye nimewaambia, iwe na type ya vaccine, na iwe na serial number ya vaccine. Yo unafaa kujua. Kitu ingine, kama antibody zako umekuja, maybe antibody zako zinaonyesha uko na COVID na antibody za zionyeshani, unakuwa subjected to 7 days quarantine. Watu wengine wana 2 days wenye wana hizo maneno wenye wako vaccinated na nini. So ikionyeshana signs hivi na antibody zako zinaonyeshana ni kama hujadungwa, so inakuwa 7 days. That means utaweza kuongeza do. Watu wengine wananiuliza uko quarantine pesa ngapi? So chenye ningetaka kusema, quarantine huku kama 2 days. Kuna rafiki yangu hapo alilipa around 1000 ya huku. Hiyo inamaanisha ni kama 30k za Kenya, only 2 days. So you can imagine if umekuja by yourself, you can imagine umetumia pesa sijui ya test ya hizi ya inye. So kama unafikiria kwenda nchi kusafiri huu msimu, na huu msimu ni msimu tricky sana. Kama unafikiria kusafiri kuja kazi, especially nchi za Gulf, make sure uja come by your own. Na kama umekam, be prepared. Be very very well prepared, sababu mambo ni moto. Kwa sababu ujue hata kutoka airport lazima uonyeshane kwenye unaenda, lazima uonyeshane umebook hoteli, na hizo vitu zote zinasoma kwa system. So na hivyo ndio mambo iko. So ningetaka kuambia watu wenye wanataka kuja kazi, kuweni careful na muwe careful sana, sababu na wenye wanataka kuja Qatar, mjue marent na nini zinaenda kupanda. Wenye mnakamba your own, wenye wanajilipia nyumba Qatar, wenye mnalipa nyumba zenyu, nyumba zinapanda. World Cup inakuja, wazungu wako na pesa wanasema wanakuja. Sasa tufanye nini? Wazungu wanasema wako na pesa. So kama hauko kwa kampuni, obvious utasikia kiboko. Watu wanakuja, watu wamejipanga, watu wamekuwa kisavia hii kitu. Wenye wanakuja World Cup, tunawaambia welcome, kujeni tutawaangalia vizuri. Sisi tuko kazini. Ningetaka kuuzia hayo mambo machache, nikitaka kuambia watu bado msijani kama last year maybe haukuweza kumake it kuja huku. Tunajua kumekuwa na madelay, watu hawana ya mbele, pesa zinakosekana na mambo mengine, but
ningetaka kuambia next year make sure come up na powers, yeah? Lazima mkuje tufanye kazi pamoja na tuweze kujikimu na kusaidia wazazi wetu na yule mtu mwingine ambaye anatuhitaji, yeah? So if you never made it last year, this year, sorry, hatujaenda bado. So if you never made it this year, don't give up. Don't give up. Kuna next year. Next year ikiamka, Januari ikifunguka, asubuhi mlango ya Januari ikifunguliwa, funguka nayo. Kujeni tufanye kazi. Maisha si mbaya. Na wenye mtakuwa na bahati kujiunga nasi before World Cup, mtakuwa better. Okay, saa hii kumekuwa na delay bado kuna delay twa kazi hazijafunguka kikamilifu, but we hope Januari mambo itakuwa fiti. Tuna hope Januari mambo itakuwa fiti. Kumekuwa na delay na wenye mmekaishwa na maagent, najua mtu akiwa amekelea pesa zake inakuwa somehow una feel very bad, sababu hawa maagent nao sometimes wakui open. Tunajua ni painful somehow, but vumilieni. Kumekuwa na delay hapa kule, but yeah, hii process ukianza, mtu haufai kuanza na speedy. So wenye mko nyumbani leo, najua mmechinja, kina Zede mmechinja. Mnataka nini huko? Mnatutakia nini? So yangu ni kuambia muendelee kushare videos hizi, and as next year nitakuwa, I think maybe nitachange position. Hata nyinyi mmezoea hii kona sana. Nitachange position, maybe nitakuwa nafanyia videos outside somewhere, mahali pazuri zaidi, ama maybe hapa tu. So hatujui ni wapi. So tunawish mambo itakuwa better next year. So if you never made it this year, please don't give up. Don't give up. Pia sisi ndio tuweze kusucceed ama tuweze kufika mnapotuona, tulingangana. So hakuna kitu inakuja easy. Ni vizuri kila mtu angangane juu chini, tujue ni vipi tungangane. Kila mtu ambaye mnamuona abroad, either nchi gani ama nchi gani, huyo mtu alingangana, alisacrifice. Wengine tu kujua tunaenda wapi, yeah? Wengine tulisema sawa, Mungu ni wewe nasi, tukienda tukitoboa sawa, yeah? But finally Mungu akatuonekania. So mkituona huku tukismile, tumetoka mbali. Mkituona hapa tukienjoy, tukipiga picha, tukicheka, tuunderstandini kidogo. Na wenye hamjakuja, kujeni tucheke pamoja. Tunajua process inasumbua, inaumiza mind, but that is the case ya kila kitu. Ndio uweze kuachieve. Wenye wako US, wenye wako wapi, wamepitia the same things. Na hakuna kizuri kinatoka mahali soft. Hii process ya kuwa stable in life, it's a process. Na hakuna kitu cha kuangukia. So guys, niliwaambia nitakama up na story. I'm going to give you few of my stories venye nikiwa kijana kama nyinyi. Nilijaribu kucheza na maisha. Kujaribu ati maisha ina kubahatisha. Maisha haina kubahatisha. Maisha ni tricky. You must work. No shortcut. And even if ukipita shortcut, nakwambia hiyo shortcut itakukat. Utaenjoy kidogo, but itakukata. Na ikikukata itakuwa more bad. Hata heri ungepita shortcut. So nitawaambia story kadhaa zangu. I personally am going to share with you stories ya ujana wangu. Mimi si mzee, I'm still young. Ama mnaonaje?
still young but I have something to share with people. Hata wewe uko na story na kitu unaweza share na mtu, uko na experience. So njooni, share nasi. So I wish you all the best. I wish you a blessed year ahead. Mnapoanza new year, I speak blessing upon this family na wengine. Muwe mkitaka kujua any information about this Gulf ama nchi zingine, kila kitu nataka kujua, mimi nawaambianga iko kwa hii mitandao. Ukitaka kuja Gulf iko huko, serikali ina-upload huko, nini ina-upload huko. So everything you need to know about these countries iko huko. Tumia data zako vizuri, tumia nafasi uko nayo vizuri, tumia chance uko nayo vizuri. Finally you are going to make it in life. So usijali maybe penye uko na feel usijali na hiyo. I wish you a blessed day. Take care guys. Tutaonana baadaye.